ni pamoja na kuifikiria toba ya nchi. Ndani ya maombi tutakayoomba mahali hapa ni pamoja na kuifikiria toba ya nchi. Kwa nini toba? Kwa nini toba? Kwa ajili ya taifa, toba kwa ajili ya nchi. Toba kwa ajili ya nchi inaweza kutuokoa na ghadhabu ya Mungu. Toba kwa ajili ya nchi inaweza kutuokoa na mapigo ambayo Mungu angeachilia juu yetu. Toba juu ya nchi inaweza ikaondoa hasira ya Mungu juu yetu kwa sababu ya dhambi tulizomtenda Mungu kama nchi. Kwa sababu ya dhambi tulizomtenda Mungu kama nchi. Bwana Yesu asifiwe. Unaniuliza kama nchi tumekosa nini mpaka tunakuja kwenye maombi haya? Kama nchi tumekosea wapi mpaka tuitwe kwenye maombi ya jinsi hii? Kama wewe ni Mtanzania, inawezekana unajua kabisa kuna mambo yamefanyika, kuna mambo yanafanyika juu ya nchi hii yanastahili toba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika ile Yeremia, ole wao wamfichao Mungu mashauri yao. Ole wao wamfichao Mungu mashauri yao. Unajua, kama nchi, kama taifa, hatustahili kumficha Mungu nini kinachoendelea juu ya nchi yetu. Haleluya. Hatutakiwi kumficha Mungu nini kinachoendelea juu ya nchi. Tunatakiwa kumwambia Mungu kila kitu kinachoendelea katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Nini kinachoendelea? Nini kilichoendelea katika taifa hili ambacho kinatupa mzigo, kinatupa sababu ya kumkimbilia Mungu kwa toba? Kama hatutaki kumficha Mungu mashauri yetu, tutaenda mbele za Mungu ndani ya siku hizi 3 tukitubu kwa ajili ya umwagaji damu unaofanyika na uliofanyika juu ya nchi ya Tanzania. Kama hatutaki kumficha Mungu mashauri yetu, tutaenda mbele za Mungu kwa kilio. Tutaenda mbele za Mungu kwa toba na kumwambia Mungu, tumemwaga damu za watoto wetu, tumemwaga ndugu zetu, damu ya ndugu zetu inatulilia. Tutaenda kwa toba mbele za Mungu. Kama hatutaki kumficha Mungu mashauri yetu, tutamwambia Mungu, kama nchi kuna wajane wanalia ndani ya nchi. Waume zao wameuawa, waume zao wametekwa. Kuna vilio vya wajane. Tutaenda mbele za Mungu, tutamwambia kuna vilio vya watoto yatima. Hawaoni baba zao, hawaoni mama zao, wamekwenda wapi? Tuna sababu ya kutubu mbele za Mungu kama nchi. Nasema tuna sababu ya kutubu mbele za Mungu kama taifa. Ndani ya maombi yetu tutaomba maeneo mengi, lakini eneo la toba ambalo ni la muhimu zaidi, tutamwambia Mungu, Watanzania wamejitahidi kuwa wanafiki na ni dhambi mbaya mbele za Mungu. Watanzania kuanzia wakubwa mpaka wadogo, maaskofu mpaka wachungaji na waumini, tabia ya unafiki haimpendezi Mungu. Lazima tukatubu mbele za Mungu. Haiwezekani mbele za Mungu kuna vilio vya wajane, kuna vilio vya yatima, alafu sisi tunahubiri amani. Haiwezekani.
Huo ni unafiki, na lazima tutubu kwa ajili ya dhambi ya unafiki. Lakini lazima tutubu pia kama Watanzania. Kuna dhambi mbaya zaidi, inaitwa uoga. Hebu sema uoga. Biblia inatuambia katika kitabu cha Ufunuo, hata waoga hawaingii mbinguni. Hata waoga hawaingii mbinguni. Na dhambi ya uoga ndio ambayo imekaa vifuani mwetu.